Karibu kwenye uchamuzi wetu wa kina. Leo tumepokea ombi la kuchimbua chanzo cha kipekee sana. Ni hati iliyoandaliwa kwa ajili ya mdahala, yaani mdahala wa ana kwa ana kati ya Mkristo na Muislamu. Na mada yenyewe, mada kuu iliyopendekezwa ni nzito kweli kweli. Inauliza, je, Muhammad ni nabii wa kweli kwa kutumia vigezo vya Kikristo? Na hati yenyewe inatoa mfululizo wa maswali 10, kama vile raundi za pambano la hoja, ambapo upande wa Kikristo ungeuliza maswali haya wakitumia Biblia kama tuseme rula yao kuu ya kupimia. Hapa ni muhimu sana tuweke wazi. Dhamira yetu hapa si kuingia kwenye mdahalo wenyewe au hata kujaribu kuamua nani yuko sahihi na nani amekosea. Hilo si jukumu letu kabisa. Kabisa. Badala yake tutachambua mkakati, mbinu zenyewe za hoja zilizowasilishwa kwenye hii hati. Asa, fikiria kama tunachambua jinsi mwanasheria anavyojenga kesi yake mahakamani. Tunaangalia anavyopanga ushahidi, anavyouliza maswali na mantiki anayotumia. Yote hayo bila sisi kutoa hukumu. Sawa, wazo zuri hilo. Basi hati hii inaonekana inaanzia moja kwa moja kwenye kiini ka swala. Badala ya kuanza taratibu, inaenda moja kwa moja kwenye msingi wa imani ya Kikristo. Ndiyo, swali ambalo liko mwishoni mwa orodha, la 10, lakini linaonekana ndilo la kwanza kwa umuhimu. Linauliza hivi, na ni swali la ndio au hapana. Je, Yesu ni mwana wa Mungu na aliyesulubiwa kwa ajili ya dhambi? Na hati inadai kwamba Kurani inakanusha waziwazi madai yote mawili. Inanukuu sura 112 aya ya 3 inayosema Mungu hukuzaa wala hakuzaliwa, na sura 4 aya 157 ambayo inasemekana kukanusha kusulubiwa. Kwa hiyo, kwa kwanza hapo, hati inaweka mstari mwekundu mara moja. Yaani inasema kabla hatujaenda popote, hili ndilo swala kuu. Hoja yake ya msingi ni kwamba kama Muhammad anakanusha utambulisho na kazi ya Kristo, basi kwa vigezo vya Kikristo mjadala unaweza kuishia hapo. Na inarejelea Wagalatia 1 aya ya 8 ambayo inatoa onyo kali dhidi ya injili nyingine. Na kinachovutia ni jinsi hoja hii inavyofungamana na kigezo cha kwanza kwenye hati, kile kinachohusu mwendelezo na ufunuo uliopita. Sawa, ni nini mantiki yake hapo? Hati inasema kuwa manabii wa Biblia daima walijenga juu ya ufunuo uliotangulia. Hawakupingana nao. Kwa hiyo, baada ya kuonyesha mkanusho wa kusulubiwa, hati inauliza swali la kimantiki. Je, nabii wa kweli kutoka kwa Mungu yule yule anaweza kukanusha tukio kuu la Injili bila kupingana na Mungu mwenyewe? Naelewa. Kwa hiyo inabadilisha mjadala kutoka maandiko yanasema nini na kuwa, je, Mungu anaweza kujipinga? Hasa. Ni mbinu ya nguvu sana. Inamlazimisha mpinzani ajibu si tu kuhusu maandishi, bali kuhusu asili ya Mungu. Na inaonekana hati inaeleza wazo hili la Mungu asiyepingana inapogusia dhana ya naskhi au kufutwa kwa aya. Kabisa. Hicho ni kigezo cha 5. Hati inauliza kama Qur'ani inafundisha kwamba aya za baadaye zinaweza kufuta hukumu za aya za awali. Na inanukuu sura 2 aya ya 106. Na baada ya kupata jibu la ndio, ambalo ni fundisho linalokubalika katika Uislamu, hati inatoa changamoto gani? Changamoto ni hii. Nionyeshe kifungu kimoja katika Biblia ambapo Mungu anafuta sheria yake ya maadili. Hapa inafanya utofautishaji muhimu sana. Upi huo? Inakubali kwamba Yesu alikuja kutimiza sheria kama asemavyo katika Mathayo 5:17, lakini hati inahoji kuwa kutimiza ni tofauti kabisa na kufuta au kubatilisha. Hoja inayojengwa ni kwamba Mungu asiyebadilika hawezi kusema jambo ni baya leo, halafu kesho aseme ni jema. Sawa. Kwa hiyo dhana ya kufuta sheria ya maadili inawasilishwa kama uthibitisho wa Mungu anayebadilika, kinyume na picha ya Mungu katika Biblia. Na kisha hoja inaelekea kwenye uaminifu wa maandishi yenyewe. Hapa ndipo suala la ahrufu 7 linapoingia. Kigezo cha 4, hati inauliza kama Uislamu unakubali kuwepo kwa usomaji tofauti wa awali wa Qur'ani unaofahamika kama ahrufu 7, ikirejelea hadithi ya Muslim. Ndiyo. Na hili ni swali la kiufundi, lakini lina lengo maalumu. Baada ya jibu la ndio, hati inafuata na swali gumu zaidi.
Kwa nini Khalifa Uthman, kama ilivyoandikwa kwenye Bukhari, aliamuru nakala zote zenye tofauti zichomwe moto ili kubakiza nakala moja tu? Na hilo swali linapelekea wapi? Linapelekea kwenye swali hili la kifalsafa. Je, usawa unaopatikana kwa amri ni sawa na usafi wa asili wa maandishi? Yaani, hati inadokeza kwamba kitendo cha kulazimisha usomaji mmoja kinaweza kuwa ni kuficha tofauti badala ya kuwa uthibitisho wa uhifadhi kamilifu. Ni masuala mazito sana ya kitheolojia na yanahitaji kweli uelewa wa kina wa maandiko. Na kwa wale miongoni mwenu wanaotaka kuongeza elimu yao katika nyanja hizi, kuna fursa nzuri sana. Je, unataka kupata elimu ya chuo cha Biblia bila gharama yoyote na moja kwa moja kwenye simu yako? Jiandikishe na chuo cha Biblia cha Tyrannus Hall. Tembelea kiungo hiki unachokiona kwenye maelezo ya sehemu hii. Hakuna haja ya kusafiri mbali, unachohitaji ni simu na internet. Anza leo na uwashirikisha marafiki zako wote. Pia, unaweza kuunga mkono huduma yetu ya kufikia vijiji kupitia kiungo kingine hapo. Sasa, turudi kwenye uchambuzi wetu. Sawa, baada ya kuangalia misingi ya kimaandishi, sasa hati inahamisha mjadala kutoka kwenye maandiko na kwenda kwenye mtu, uzoefu wa nabii mwenyewe. Hapo sasa, sehemu hii ya pili ya hoja inaanzia wapi? Inaanzia na kigezo cha pili kinachotofautisha kati ya ufunuo wa faragha na wa umma. Hati inauliza kama ufunuo wa kwanza wa Muhammad ulikuwa wa faragha alipokuwa peke yake pangoni. Na hilo lina umuhimu gani kwa hoja ya hati? Umuhimu unakuja kwenye ulinganisho. Hoja ni kwamba uzoefu huu wa faragha unakosa uthibitisho wa nje, na hii inaunganishwa moja kwa moja na kigezo kinachofuata, mashahidi. Kigezo cha tatu. Ndiyo, hati inatoa changamoto ya moja kwa moja. Taja mashahidi huru wa wakati ule ule na wasio Waislamu waliomwona Muhammad akipokea ufunuo. Ni mbinu ya kudai kiwango cha ushahidi ambacho ni vigumu sana kukifikia. Na inalinganisha hili na nini kutoka kwenye Biblia? Inalinganisha na kilele cha madai ya Kikristo, ufufuo. Hati inanukuu 1 Corinthians 15 aya ya 6, ambapo Mtume Paulo anasema Yesu aliyefufuka aliwatokea watu zaidi ya 500 kwa wakati mmoja, na wengi wao walikuwa bado hai wakati anaandika. Hoja ni kama Mungu aliweka tukio kuu la Ukristo wazi kwa mashahidi wengi, kwa nini tukio la msingi la Uislamu liwe la faragha? Hasa inajaribu kuweka kigezo cha uthibitisho wa umma kama kipimo cha unabii wa kweli. Sio tu kuhusu ufunuo kuwa wa faragha, lakini hati inaingia ndani zaidi. Inaingia kwenye hali ya kisaikolojia ya Muhammad wakati wa ufunuo huo, sivyo? Ndiyo, na hapa ndipo hoja inapokuwa tete zaidi. Ikirejelea tena hadithi ya Bukhari, hati inasema kwamba Muhammad mwanzoni alihofia kuwa anasumbuliwa na nguvu za kishetani. Na kisha inauliza swali la kulinganisha. Ni wapi katika Biblia ambapo manabii wa Mungu wanaonyeshwa wakihofia kupagawa baada ya kupokea ufunuo? Ili kuimarisha hoja, inatoa mifano kinzani. Luka 1:30 ambapo malaika anamwambia Maria, usiogope. Na 2 Timotheo 1:7 inayosema Mungu hakutupa roho ya uoga. Na hilo linapeleka moja kwa moja kwenye kigezo cha 6 ambacho labda ndicho chenye utata zaidi. Suala la kuingiliwa na Sheitani? Bila shaka. Hati inauliza kama Qur'ani katika sura 22:26 inakiri kwamba Sheitani anaweza kutia maneno yake katika yale ambayo nabii anayasoma. Kisha inaenda mbali zaidi. Inarejelea vyanzo vya awali vya historia ya Kiislamu, sira. Kama maandishi ya wanahistoria Ibn Ishaq na Al-Tabari. Ndiyo. Kulingana na hati, vyanzo hivi vinaelezea tukio la aya za masheitani, ambapo inadaiwa Muhammad alisoma aya za kusifu miungu ya kipagani, kabla ya kuzifuta baadaye akisema zilitoka kwa sheitani. Na swali la msingi linalotokana na hilo ni lipi? Ni hili. Je, nabii wa kweli anaweza kukosea na kuchukua maneno ya sheitani kama ufunuo wa Mungu? Hii inatofautishwa na andiko la Hisabu 23. Linalosema Mungu si mtu aseme uongo. Kwa hiyo, hoja ya hati inalenga kuonesha kuwa uwezekano wa makosa kama haya
unadhoofisha mamlaka ya kinabii. Ni mbinu ya kawaida katika mijadala ya aina hii, ambapo kutokukosea kunatumika kama kigezo cha uhalali. Sawa. Baada ya kuchambua maandiko na uzoefu wa ufunuo, sasa sehemu ya tatu na ya mwisho ya hoja inaonekana inalenga mwenendo, matendo ya nabii mwenyewe. Ndiyo, inahama kutoka unachosema na ulivyopokea kwenda kwenye unachofanya. Kigezo cha 9 kwa mfano kinahusu unabii wa utabiri. Na hapo changamoto ni ipi? Hati inatoa changamoto ya kutaja unabii wa muda mrefu aliyoutoa Muhammad, ambao baadaye ulitimia bila kuingiliwa na matendo yake mwenyewe. Kwa nini kigezo hiki ni muhimu kwa mtazamo wa hati? Kwa sababu katika Agano la Kale, uwezo wa kutabiri matukio ya baadaye kwa usahihi ulikuwa moja ya alama kuu za nabii wa kweli. Hati inanukuu Isaya 46, ambapo Mungu anasema, mimi ni Mungu nitangazaye mwisho tangu mwanzo. Kwa hiyo hoja inayojengwa hapa ni kwamba kipimo hiki muhimu cha uthibitisho ambacho ni msingi katika mila ya kibiblia Kinakosekana kwa upande wa Muhammad kulingana na hati. Kisha hoja inahamia kwenye mamlaka ya kimaadili, hasa kuhusu maisha binafsi. Ndiyo, kigezo cha 7. Hati inauliza kama Qur'an katika sura 35:50 inampa Muhammad upendeleo maalum wa ndoa kupitia ufunuo, ikiruhusu aoe wanawake zaidi ya kikomo kilichowekwa kwa Waislamu wengine. Baada ya kuweka msingi huo, inauliza swali gani la kulinganisha? Swali lenye nguvu sana. Je, manabii wa Biblia wanapokea ufunuo unaoridhisha matamanio yao ya kibinafsi? Na ili kuonyesha tofauti, inatoa mfano wa Samuel sura ya 12. Mfano wa nabii Nathan na mfalme Daudi. Hasa hapa nabii Nathan hamletei Daudi ufunuo wa kuhalalisha dhambi yake na Bathsheba. Badala yake anamkabili na kumkemea vikali kwa niaba ya Mungu. Kwa hiyo hati inajaribu kuonyesha pambano kati ya ufunuo unaodaiwa kuruhusu matakwa ya nabii dhidi ya ufunuo unaomkabili kiongozi anapokosea. Ndivyo ilivyo. Na mwishowe inazungumzia matumizi ya nguvu. Hili ni eneo ambalo daima huzua mjadala mwingi. Ndiyo, kigezo cha 8. Swali ni kama amri za Qur'ani, hasa sura ya 9 aya ya 5, ile aya ya upanga, na aya 29 kama zinahimiza kupigana na wasioamini chini ya hali fulani. Na baada ya kuuliza hilo, hati narudi tena kwenye mbinu yake ya ulinganisho wa moja kwa moja. Inadai kuwa Yesu anakataza waziwazi kueneza imani kwa kutumia vurugu. Inanukuu Yohana 18:36 ambapo Yesu anasema, ufalme wangu si wa ulimwengu huu, kama ungekuwa watumishi wangu wangenipigania. Na Mathayo 26:52 anapomwambia Petro, rudisha upanga wako alani. Baada ya kuonyesha mifano hii miwili tofauti, hati inaacha swali la tafakari kwa msikilizaji: ni mfumo upi unaofanana zaidi na tabia ya ufalme wa Mungu? Sawa, baada ya kuchambua raundi zote hizi 10, hati inafikia hitimisho gani? Inafungaje hoja yake yote? Inatoa muhtasari wa haraka. Inadai kuwa kwa vigezo vya Biblia, Muhammad hakidhi sifa kwa sababu anakanusha msalaba, ufunuo wake ulikuwa wa faragha, kuna maswali kuhusu maandishi na kadhalika. Lakini je, hati inajiandaa kwa jibu linalowezekana kutoka upande wa Kiislamu? Kwa mfano, ile hoja kwamba Biblia yenyewe imeharibiwa? Ndiyo, na hapa inaonyesha uweledi wa kimkakati. Inatabiri hoja hiyo na kuandaa jibu. Jibu lililoandaliwa linadai kuwa Qur'ani yenyewe katika sura kama 5:46-48 inaonekana kuthibitisha uhalali wa Injili iliyokuwepo wakati wa Muhammad. Aha. Kwa hiyo hoja ya kimantiki inayojengwa ni kwamba huwezi kutumia kitabu kimoja kuthibitisha kingine na wakati huo huo kukanusha kiini chake. Hasa, inajaribu kuonyesha mgongano wa kimantiki katika msimamo huo. Kwa hiyo, hitimisho la mwisho la hati hii kwa kutumia mantiki yake ya ndani ni kwamba Muhammad hakidhi vigezo vya kuwa nabii wa Mungu aliyejidhihirisha katika Yesu Kristo. Tumemaliza kuchambua muundo na hoja za hati hii ya mdahalo. Ni mfumo uliojengwa kwa makini sana. Unalenga kuuliza maswali maalum na yenye changamoto. Na hili linatuacha na wazo la kutafakari. Bila kujali unaamini nini, fikiria hili. Ikiwa ungeandika hati ya mdahalo kutoka kwa mtazamo wako mwenyewe, iwe wa kidini, kisayansi au kifalsafa, ni vigezo gani 5 vya msingi ambavyo ungevitumia kupima ukweli wa dai la mtu mwingine? Swali zuri.
Na ni kipi kingekuwa kigezo chako cha mwisho na cha uamuzi, kile ambacho dai zima linasimama au kuanguka juu yake? Wazo zuri sana la kutafakari. Na kabla hatujamaliza, tunakukumbusha tena kuhusu nafasi hii ya kipekee ya kujifunza. Pata elimu ya Chuo cha Biblia bila gharama yoyote, moja kwa moja kwenye simu yako kupitia Chuo cha Biblia cha Taranis Hall. Tafadhali tembelea kiungo unachokiona kwenye maelezo. Anza safari yako ya elimu leo. Na kama ungependa kuunga mkono kazi yetu ya kufikia jamii za vijijini, tafadhali angalia kiungo kingine hapo. Asante kwa kujiunga nasi katika uchambuzi huu wa kina.